Pole kwa msiba. Bana. Pole kwa msiba na ndio hivyo tena. Sijui unaona yule ndugu yako yule. Kilichoniuma zaidi ni kwamba mimi ndio nilikuwa msanii pekee wa Bongo Flava niliyehudhuria mazishi ya Zaibi. No way. Sio unajua misiba yetu. Kwanza taarifa ilikuwa ya kutosha. Yani labda watu hawajapata taarifa. Mimi ambacho nimejifunza sana siku ya jana. Najua Zaibi ana miaka zaidi ya 20 ambapo sio media wala wasanii wenzio wanaojua kwamba yuko anafanya nini na vitu kama hivyo. Sisi wengine tuliendelea kuwasiliana naye. Yani Zaibi mimi nimeanza naye tangia shule tunasoma huko. Umenielewa? Nimeproduce ngoma yake ambayo ilimtoa. So mimi amekuwa ni mshikaji wangu, ni ndugu yangu. Hata mimi naenda msibani napigia simu ndugu zake. Umenielewa? So Sumaji pia ile ni familia yake, lakini Suma alikuwa yuko mbali sana. Magdizo ile ni familia yake pia, lakini alikuwa yuko Tanga na kuja Dar. Juma Nature ile ni familia yake, lakini alikuwa yuko Iringa. Sijui umenisoma, kwa sababu msiba umetokea jana na mazishi tuliambiwa yatakuwa leo. Mara hafla unajua tena Waislamu wakasema bwana saa 10 na saa 10 yenyewe tumezika karibu saa 12 jioni. Kwa hiyo ile ilinifunza jambo kwamba hata mtu ukiupa muziki kisogo lakini hakikisha ile jamii ambayo inakuzunguka ya wale wanamuziki hata kama wao wimbi wabakishe kuwa familia. Yani kuna wasanii wengi hata wa sasa hivi walikuwa mjui Zaibi ni nani. Na najua Zaibi kwao ni watu wa dini sana, Waislamu sana. Nakumbuka mimi marehemu ambaye pia nimejua kama ni marehemu jana, dada yake mmoja alikuwa anaishi naye Ilala zamani. Tuliosoma Time na DSJ ile barabara ndio Zaibi alipokuwa anaishi kwa dada yake Sharif Shamba kipindi hicho. Kwa hiyo jana mimi nilipopata taarifa nikawa namtafuta yule dada yake ili ni confirm. Kumbe maskini naye ni marehemu. Nikaja kumpata mdogo wake mtoto wa kakake mmoja anaitwa Ruki. Ni mtangazaji pia. Yule akaniambia, mbona anti naye alishafariki? Ukachoka. Na taarifa ya kwanza mimi nimeipata kwa Benjamin wa Mambo Jambo. So ule udini waliokuwa wako nao Zaibi nadhani hata moyoni alikuwa hapendi kujulikana kwamba amewahi kuimba. So unajua kuna maisha baadaye. Alikuwa kama atamani hicho. Hata kwenye msiba baada ya vyombo vya habari vilitaka kumhoji kaka yake na Zaibi akasema jamani familia yetu sisi sio mambo ya makamera na nini.